kwa kuwa hakuna neno lolote lisilowezekana kwa Mungu. Tunaposoma andiko kutoka kitabu cha Luka 1:37. Kila neno linawezekana kwa Mungu. Karibu, wacha neema ya Bwana ikawatoshe. Asante kwa support yenu. Wacha Mungu mwaminifu akatimishe mahitaji ya kila mmoja. So tunaenda kuona kwamba ni vitu vile ambavyo vilikuwa impossible, lakini Mungu akavitengeneza vikawa possible. Yaani havikuwa vinawezekana kwa mwanadamu, lakini Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe akavifanya vikaweza kuwezekana, kwa sababu ako na uwezo na mamlaka ya kuweza kufanya lile jambo ambalo limeshindikana kwetu, kwake linawezekana. Tunapoenda kusoma haya, kujifunza ni vile Mungu alitenda katika Biblia na ambavyo vifungo vyake katika Biblia. Tunaenda kusoma kwanza. Kitu ya kwanza ambayo Mungu kwa mwanadamu kilikuwa ni ngumu kuwezekana, lakini kwa Mungu kilikuwa rahisi na akakifanya ili kikaweze kuwezekana. Kuzaa katika uzee. Tuliona ya kwamba Sara alikuwa tasa na amepitisha umri wa kuzaa, lakini Mungu alimwezesha kupata mtoto wa kiume ambaye jina lake ni Isaka. Yaani miaka ya kuzaa ilikuwa imepita. Unajua sisi kama kuna mahali nafika watu wanasema huyu sasa amefika ile amepita umri wa kuzaa, hawezi saa tena, hatakaa tasa hivyo milele na milele. Lakini Mungu sasa, wale walikuwa wanaona Sara, hata yeye mwenyewe alikuwa anasema mimi sasa wakati wangu wa kupata mtoto umeisha. Lakini Mungu alitoa ile haibu kwake, kula kufikiria kwake, na hakika hata kama wakati ulikuwa umeisha na alikuwa ameseeka, alibarikiwa na akazaa mtoto ambaye ni Isaka. Tunaposoma andiko la Bwana kitabu cha Mwanzo 18:14 inatuambia kwamba kuna neno gani lililo gumu sana kwa Bwana? Kwa wakati uliowekwa nitarudia, wakati huo wa mwisho wa mwaka, na Sara atapata mwana. Nirudia hapo tena, kuna neno gani lililo ngumu sana kwa Bwana? Kwa wakati uliowekwa nitakurudia. Kwa wakati uliowekwa nitakurudia, wakati huu wa mwisho wa mwaka, na Sara atapata mwana. Hii ni ile ilikuwa limeshindikana kwake. Yaani hata alikuwa amesema sasa mimi sioni kama nitapata mtoto, kwa sababu muda umeyoyoma, miaka imepita ile nilikuwa nafaa nisae. Lakini Mungu ni nani? Mungu anaweza, na alitenda, na kile kitu kiliwezekana, na Sara alibarikiwa na mtoto ambaye ndiye Isaka. So kwa mwanadamu kilikuwa kigumu, lakini kwa Mungu alifanya kikawezekana. Kitu cha pili Mungu alitenda kilikuwa kwa mwanadamu kimeshindikana, kutenganisha bahari ya Shamu. Mungu alitenganisha bahari ya Shamu. Wana wa Israeli walipokuwa wanategwa mbele ya bahari na nyuma ya jeshi la Farao ilikiwafuata mbio, Mungu aliwaganya bahari ili wapite kwa usalama. Wakati unasoma hii historia katika Biblia, yaani wana wa Israeli walikuwa wanatolewa nchi ya Misri, lakini walifika mahali bahari ndio hii bahari ya Shamu. So wakiangalia nyuma, wana wa Misri na jeshi la Farao liko karibu kuwafikia sana. Wakiangalia mbele ni bahari ya Shamu. So hapo kwao nisema ya kwamba hapa sasa mwisho wetu ndio umetufikia. Lakini kwao walikuwa wanasema wameona kwamba kumeshindikana. Mungu alitawanya bahari ya Shamu ili wakapita na usalama na wakafuka katika ng'ambo nyingine. Tunaposoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Kutoka 14:21, Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akairudisha bahari nyuma kwa upepo kali na mashariki usiku kuja. Akaikausha bahari, maji yakagawanyika. Musa alinua fimbo yake. Hakika Mungu alitawanya maji, bahari ilitawanyika pande zote na nchi ikawa katikati. Wana wa Israeli wakapita mahali pale. Kwa waliona kwamba mwisho wetu umefika, maadui wametufikia, hatutaweza kufika katika ile ng'ambo nyingine. Lakini Mungu ni nani? Mungu alitawanisha bahari na wakapita katikati ya bahari, ambao Mungu alikuwa ametengeneza njia kavu. Kitu cha tatu ambao Mungu alitengeneza ni
kusidisa kiasi kidogo cha chakula, kusidisa kiasi kidogo cha chakula. Hapo tunaona kwamba alikulisha watu 5,000. Hawa ni watu walikuwa wamehesabiwa, watoto hawakuwa wamehesabiwa, wengine hawakuwa wamehesabiwa, na alikuwa na mikate 5 na samaki 2, na watu wote walisipa na wakakusanya yenye ilipaki ambao ni vikabu 12 ndio silikuwa simepaki, lakini kila mtu alifanya nini? Alisipa. Yesu alilisha umati wa watu zaidi ya 5,000 kwa mikate 5 tu ya sahali na samaki 2, chambo ambalo binadamu halikuwezekana, kibinadamu halitawezekana. Kwetu hata ukijaribu ni ngumu kulisha watu kama hao, lakini Mungu mwenyewe halitenda hicho kitu. Na unaposoma katika kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 19 na 20 ndio inatuambia hivyo. Akawaambia watu waketi kwenye majani, akaitoa ile mikate 5 ya wale samaki 2, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akabariki, akaimega mikate, akawapa wanafunzi, nao wanafunzi wakawapa makutano. Wote wakala na kuziba. Akaimega ule mkate. Hakika aliwaambia wanafunzi wake wape, na wote walikula, kila mmoja alikula mpaka akasipa, na wakakusanya yenye ilibaki. Hiki kwa mwanadamu ni ngumu kutendeka, lakini kwa Mungu alikitenda. So nifanya kwamba tukamtumainie Mungu. Kwake ni neno gani ambao kwake halitawezekana? Kila kitu linawezekana, kwa sababu ambapo tulianzia huko juu kutoka kitabu cha Luka 1:37. Ni neno gani ambalo halitawezekana kwa Mungu? Kwa sababu tunasema kwamba kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Kwa Mungu kila kitu kinawezekana. So kitu kingine ambao ni kigumu kwa mwanadamu, lakini kwa Mungu ni rahisi, kinatendeka: kutembea juu ya maji. Yesu alionyesha uwezo wake juu ya maumbile kwa kuwafuata wanafunzi wake akitembea juu ya maji ya bahari. Hapo ni wakati walikuwa katika mlima kuomba, akamwambia hebu endeleeni, mimi nakuja. Akatangulia. Lakini walipofika bahari pale, kwa sababu kulikuwa na mawimbi upo na pale ya bahari sasa ilikuwa imechafuka, mpaka wakashindwa sasa nani atawaokoa. Lakini walipokuwa pale katika ile hali, waliona Yesu akikuja. Yesu alitembea juu ya maji, lakini mwanadamu ukijaribu si rahisi, uwezi tembea kwa maji, lakini Yesu ako na uwezo. Kwake kila jambo kinawezekana. Hakuna kitu kigumu mbele ya Mungu. Katika kitabu cha Mathayo 14:5, hata wakati wa saa ya 4 ya usiku Yesu akawaachilia akitembea juu ya maji. Akitembea juu ya maji. Walikuwa pale wakisita, tutafanya nini? Yesu tulimwacha pale nyuma, tumefika hapa peke yetu, nani atatuokoa? Yesu alikuwa anachua, endeni, mimi bado nakuja. Lakini huku wakisita, walifika katikati, bahari ilikuwa inachafuka, lakini Yesu alikuja ili kutembea juu ya maji na akawaokoa mahali pale. So kwa mwanadamu ni ngumu, lakini Yesu na Mungu hakuna uwezo wa kutenda mambo ambayo tunayoyaona kwamba ni magumu. Kwake ni rahisi na atajageuza. Na vitu vile tunashindwa kwetu, mupelekee yeye, kwa sababu hakuna uwezo wa kuyatenda. Je, ukiambiwa utembee kwa maji, utaweza kutembea juu ya maji vile Yesu alitembea? Hata wanafunzi wake walisema yeye, amani tumeona kifuli, lakini alikuwa ni yeye ambaye alikuwa amekuja ili kuokoa katika ile hali ambayo walikuwa wamejikuta, kwa sababu bahari imekuwa imechafuka. Sasa wakiwa katika ile meli, sasa wanasema hapa vitu vimeenda vibaya, lakini Mungu alikuja. Yesu aliwachia akitembea kwa maji. Kitu cha 5 ambayo Mungu alipandisha, kwa sababu kwa mwanadamu kilikuwa kimesindikana, kwake kilikuwa ni kitu rahisi: uponyaji wa mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Kuna mtu alikuwa pale kipofu tangu asaliwe. Yesu alipomuona mtu yule alikuwa kipofu tangu kuzaliwa, kitendo ambacho kiliwasangaza watu wengi, kwani hakukuwa na suluhisho la kisayansi au la kibinadamu. Kiwasa kwa sababu hakukuwa na kisayansi chochote. Lakini Yesu alipoona watu pale, na yule mtu amesaliwa kutoka, unajua watu wengi walikuwa wanafikiri huyu amekuwa kipofu, nini kilimtendekea, kwa nini akawa hivi? Lakini Yesu alipoona mtangu kuzaliwa kitendo kile, hakika alimponya.
Yesu alimponya. Alichukua utongo, akatema mate, akachukua udongo akamwekea kwa macho, na hakika yule kipofu akaweza kuona. Yesu alikuwa wanadamu, si rahisi. Utawezaje kupewa? Si rahisi, lakini kwa Mungu ni kitu rahisi kutendeka. Tukisoma hilo katika andiko cha kitabu cha Yohana 9:6-7. Yohana 9:6-7. Alipokwisha kusema hayo, akatema mate chini, akafanya udongo kwa ile mate, akampaka yule kipofu macho yake na udongo. Basi akaenda akanawa, akarudi anaona. Alipokwisha kusema hayo, alimchukua mate, akapaka udongo na akampaka macho, akamwambia ndio nawe, na akaangalia na macho yake yakaanza kuona. Kwa mwanadamu ukitenda hilo si rahisi kuwezekana, lakini kwa Mungu linawezekana. Kila kitu kwa Mungu, Mungu kile anaweza kutenda, na hilo si rahisi kwa mwanadamu kulitenda, ni ngumu, lakini kwa Mungu ni kitu rahisi. Kitu cha sita ambao Mungu alitenda ni kufufua wafu. Kufufua wafu. Kifo ni mpaka ambao mwanadamu hawezi kufuka. Hata hivyo Mungu alionyesha uwezo wake wa kufufua wafu kwa alivyomfufua Lazaro. Mwanadamu si rahisi kufufua mwanadamu, ni rahisi rahisi. Si rahisi. Ingekuwa watu wanafufua, watu hakuna mwenye angekubali mtu wake akufe. Tungekuwa tunawafufua kama kitu kingine, lakini si, hatuna uwezo, hatuna mamlaka. Yesu ako na mamlaka, hakuna uwezo. Na tumeona kwamba alifufua Lazaro. Tukisoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Yohana 11:43-44. Na alipokwisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo nje. Yule aliyekufa akatoka nje, amefungwa sanda miguu na mikono. Akalia, Lazaro, njoo nje. Lazaro alikuwa amekufa, amesikwa siku 4, lakini Yesu alimfufua. Ako na uwezo. Ingekuwa wanadamu wangekuwa na uwezo, wangemfufua hata hangesikwa, lakini kwa sababu wanadamu hawana uwezo, Yesu alimfufua Lazaro. Hata wengine walisema, watu wengi walisangaa katika ile kitendo. So kuna yale Mungu anatenda ambako anasangaa huyu anatenda kwa sababu kuna uwezo. Mungu ako na uwezo wa kutenda chochote, hakuna kitu kisichowezekana kwake. Kwetu ni kigumu, lakini kikifika kwa Mungu ni kitu rahisi sana. So kitu chingine ambao Yesu alitenda, kitu cha 7, kilikuwa kigumu lakini kwake ni rahisi. Kugeuza yasiyowezekana ya mwanadamu kuwa yawezekana. Kuweza yasiyowezekana kwa mwanadamu yakaweze kuwezekana. Katika maandiko Yesu anathibitisha wazi kwamba yale mambo ambayo mwanadamu anashindwa kabisa kuyafanya yanawezekana kwa Mungu. Yale kwamba tunashindwa, haya tutayafanya aje? Umetafuta suluhisho, haujaulipata, mpelekee Yesu, muulize yeye. Hakika hata Biblia inatuambia katika kitabu cha Marko 10:27, Yesu akawakazia macho akasema, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini sivyo kwa Mungu, maana yote yanawezekana kwa Mungu. Kwa mwanadamu haiwezekani, lakini sivyo kwa Mungu, maana yote yanawezekana. Yale ambao tumeshindwa sisi kama wanadamu, wacha tukamwachie Mungu, tukampelekea yeye, na hakika yeye ni mwaminifu, atatuwezeshea. Ni kipi kile katika maisha yetu sisi kama wanadamu ambao leo jambo limesindikana? Tumepita njia zote, tumejaribu kila mahali, lakini hatujafaulu. Mpelekee Mungu, kwa sababu inatuambia kwamba Yesu akawakasia macho akasema, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini sivyo kwa Mungu, yote yanawezekana. Kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Yale ambao tumeshindwa tukapeleke kwa Mungu, na Mungu atatusindania, Mungu atatutendea, Mungu atatuokoa, Mungu atatupigania, kwa sababu yeye ni mwenye nguvu, yeye ni mwenye uwezo, na kila jambo hataliweza. Ni wewe ukae ukajioji, kuna kitu umejaribu kwa muda wote, kila wakati, kila njia, lakini mambo hayaendi vizuri. Mwangalie Yesu, mtumainie Mungu wetu. Mungu hawezi tuacha, Mungu hawezi tuipisha. Yeye ako na mamlaka, ako na uwezo wa kubadilisha kila nia katika maisha yetu, kila njia, na atatuonekania. Yale tunaona ya kwamba hayawezekani kwetu, yamekuwa ni magumu, tumejaribu kila njia, kila namna, vitu haviendi sawa,
Wacha Mungu akatupiganie, wacha Mungu akatuonekanie, wacha Mungu akatufungulie milango, akatufungue njia, akatutengenezee baraka. Tutakapomkaribia, tutakapomwachilia, tutakapomkubali katika maishani mwetu, atanyoosha mapito. Mahali hakuna njia, Bwana atatengeneza njia pale, jinsi alipotengenezea wana wa Israeli.